Zakayo, Meshak, Molel. Hichi ni kifaa ambacho mimi huwa natumia kuandikia darasani. Ni mashine na maandishi ambayo tunaandikia huku kwa jina anaitwa nukta nundu. Kifaa hiki nakitumia kwa ajili ya kuandikia darasani na sehemu zingine, mfano nikipata kazi za ziada natumia kuandikia. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Ulemavu wa kuona si mwisho wa ndoto za mtoto. Mara nyingi ni mwanzo wa simulizi ya uthubutu, uvumilivu na ushindi. Ndani ya kitengo cha elimu maalum katika shule ya msingi Longido mkoani Arusha, sauti ya vidole vinavyogonga kwa ustadi juu ya vibao vya A4 frame na mashine za braille inasikika kila siku. Darasa la 7. Hii si sauti ya vifaa pekee, bali ni sauti ya watoto wanaojifunza, wanaojiamini na wanaofungua milango mipya ya maisha kupitia elimu. Kwa miaka mingi, watoto wengi wenye ulemavu wa kuona katika wilaya ya Longido walikabiliwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa vifaa vya kujifunzia. Wengine walilazimika kujifunza kwa mazingira magumu, huku wengine wakikosa kabisa fursa ya kupata elimu stahiki kutokana na uhaba wa zana maalum. Hali hiyo iliathiri maendeleo yao ya kitaaluma na kuwafanya wengi kubaki nyuma. Leo hii hali imeanza kubadilika. Kupitia msaada wa shirika la Community Research and Development Service yani CODS, shule imepatiwa vifaa vya kisasa vya A4 frame, mashine za braille na vifaa vingine vinavyorahisisha ufundishaji na ujifunzaji. Vifaa hivyo vimewapa wanafunzi uwezo wa kuandika kwa haraka, kusoma kwa usahihi na kushiriki kikamilifu darasani kama wenzao. Walimu wa kitengo cha elimu maalum wanaeleza kuwa matumizi ya vifaa hivyo yameongeza kasi ya ujifunzaji na kuwajengea wanafunzi kujiamini zaidi. Kazi zinazowachukua muda mrefu hapo awali sasa hukamilika kwa urahisi, huku wanafunzi wakionyesha umahiri mkubwa katika kusoma na kuandika kwa mfumo wa braille. Mabadiliko haya hayajaishia darasani pekee. Yameanza kubadili mtazamo wa wazazi na jamii kuhusu uwezo wa watoto wenye ulemavu wa kuona. Badala ya kuwaona kama tegemezi, sasa wanaonekana kama watoto wenye uwezo wa kujifunza, kujitegemea na kuchangia maendeleo ya familia na jamii zao wakipewa fursa na mazingira sahihi. Kadri vifaa hivi vitakavyoendelea kutumika na kuongezewa vingine, matumaini ya watoto hawa yatazidi kuimarika. Wapo watakaokuja kuwa walimu, wataalamu, viongozi na mfano kwa kizazi kijacho cha watoto wenye ulemavu. Elimu wanayoipata leo ndio msingi wa maisha yao ya baadaye. Msaada wa shirika la CODS haujaleta tu vifaa vya kujifunzia, umeleta tumaini, umeamsha ndoto na umefungua ukurasa mpya wa elimu jumuishi katika wilaya ya Longido. Kupitia kila nukta ya braille wanayoandika, watoto hawa wanaandika simulizi mpya ya maisha yao, simulizi ya uwezo, heshima, usawa na mafanikio. Kupitia uwekezaji huu wa shirika la Community Research and Development Service yani CODS, watoto wenye ulemavu wa kuona katika shule ya msingi Longido wamepata fursa mpya kujifunza kwa ufanisi na kuamini katika uwezo wao. Mchango huu umeonyesha kuwa uwekezaji katika elimu jumuishi ni uwekezaji katika maisha na mustakabali wa watoto. Uongozi wa shule, walimu, wanafunzi na jamii kwa ujumla wanalishukuru shirika la CODS kwa msaada huu wenye matokeo chanya, huku wakitoa wito kwa wadau wengine kuungana katika kuhakikisha watoto wenye ulemavu wanapata vifaa na mazingira bora ya kujifunzia ili waweze kutimiza ndoto zao kama watoto wengine. Hii ni Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Kwa majina naitwa Mwalimu Dora Zakaria Kaaya, ni mwalimu wa shule ya msingi Longido. Ni mwalimu pia ambaye ninafundisha darasa la 1 na la 2 kwa ajili ya watoto wasioona. Hapa katika darasa hili la awali, darasa la 1 na la 2 ni madarasa ya awali kwa watoto wasioona. Tunatumia vifaa hivi: kibao. Tunaanza na kibao. Kibao hiki kinaitwa kwa jina lingine tunaweza tukaita A4 frame, lakini
kinaitwa pia slate. Kibao hiki ndio tunaanza kujifunzia kuandika herufi zote, alfabeti zote, namba zote kwa kutumia kibao hiki. Kama vile wanafunzi wanavyofundishwa ubaoni kuonyeshwa herufi A, irabu zote zinasomwa vile, na hapa ndivyo tunavyotumia kwa kuandika. Tunaandika kwa kutumia kibao hiki kwa ajili ya kuandikia. Pia wanafunzi hao wanapofika level au ngazi ya darasa la 3 na kuendelea mpaka darasa la 7, wanatumia mashine hii ambayo inaitwa Perkins Braille. Perkins Braille yenyewe iko kiusasa zaidi kuliko kibao, kwa sababu Perkins Braille unaweza kuitumia kuandika kwa haraka zaidi na kwa urahisi, kwa sababu pale unapoandika una uwezo au fursa ya kusoma kile ulichokiandika, tofauti na kibao. Kibao mpaka utoe karatasi ugeuze usome, lakini Perkins Braille unapoandika unasoma pale pale ulichokiandika. Kwa hiyo unakuwa na uhakika uhakika kwamba unaandika nini na uko sahihi na wapi umekosea na kurekebisha, kwa sababu utasoma pale wakati unapoandika. Mashine hii ina keys 6 au tunasema doti 6. Mkono wa kushoto tunaanza na namba 1. Key ya kwanza tunaiita 1, key ya pili tunaiita 2, na ya 3 tunaiita 3. Mkono wa kushoto tuna key ya 4, ya 5 na ya 6. Hapa katikati kuna kitu kinaitwa space bar. Unapoandika neno unatumia hii hendo ya katikati kuacha nafasi kati ya neno na neno au sentensi na sentensi. Pia unapoandika kwa kutumia mashine hii, endapo umeandika neno likakosewa, unaweza kulifuta kwa kutumia mkono wako, then unarudisha kwa kutumia carriage hii hapa. Ukirudisha unaandika lile neno tena upya kwa kutumia hiki kifaa hapa. Na pia unapoandika kwa kutumia mashine hii, kama mstari umejaa, utarudisha kwa kutumia carriage hii hapa katikati. Kama mstari umejaa unarudisha, unaanza mwanzo. Unaandika pale palipoishia au unapoanzia kwa kutumia hendo hii hapa. Na mashine ya Braille, Perkins Braille, ni tofauti na kibao. Tunapoandika kwa kutumia kibao, tunaanza upande gani? Tunaandika kuanzia upande gani? Tunaanzia kulia kwenda kushoto. Lakini mashine hii tunaanza kushoto kwenda kulia. Hiyo ndio tofauti ya A4 frame na Perkins Braille. Kwa majina ninaitwa Zakayo Meshak Molel. Ni mwanafunzi wa darasa la 7 kutoka shule ya msingi Longido. Hichi ni kifaa ambacho mimi huwa natumia kuandikia darasani. Ni mashine na maandishi ambayo tunaandikia huku kwa jina anaitwa nukta nundu. Lakini pia hii ndo ni rahisi kuandika haraka kuliko kibao. Sisi kuanzia darasa la 4, la 3 kupanda juu wanatumia mashine. Na kwenye kuandika, naenda kuandika jina langu pamoja na darasa. Zakayo Meshak Molel, darasa
la 7. Nimemaliza kuandika jina langu pamoja na darasa langu. Hichi ndo yani ikiishia hapa ni mstari, ni kama inaenda kwa mstari. Hii kazi yake ni kuruka mstari. Kama nimeandika neno likafika mwisho, hii inarudisha ili kuanza mstari mwingine niendelee na kitu ambacho nataka kukiandika. Kifaa hiki nakitumia kwa ajili ya kuandikia darasani na sehemu zingine, mfano nikipata kazi za ziada natumia kuandikia.